Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Katika makala tuliokuwa nayo wakati huu tunatazama ikiwa Marekani itaamua kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, ni nani atakayeibuka mshindi? Katika makala hii, moja kati ya uchambuzi tuliokuwa nao ni kwamba vita kati ya Marekani na Iran ni vita ambavyo kama vitatokea havitakuwa na mshindi. Kwa nini hili? Katika mizani ya kawaida, muonekano ni kwamba Marekani yenye silaha za kisasa, yenye uchumi mkubwa duniani, ina uwezo wa kushinda katika vita hivi. Hii ni kwa muonekano wa macho, lakini pia na kusikia kutokana na namna vyombo vya habari vilivyoielezea Marekani na baadhi ya matukio ambayo Marekani imeyafanya. Lakini wachambuzi wa mambo baadhi wanaeleza kwamba katika vita hivi ni vita ambavyo vitatengeneza vita kubwa zaidi, kwanza katika eneo la Mashariki ya Kati, kwa sababu maeneo mengi ya nchi nyingi yataathirika. Iran iliweka wazi kwamba nchi yoyote itakayoshirikiana na Marekani lazima itakutana na mkono wa chuma wa makombora ya Fatah na yale mengine yaliyopo nchini Iran, ikiwa ni pamoja na Ghadir na mengineyo mengi, pamoja na ndege zisizokuwa na rubani na ndege zingine za kivita zilizomo katika nchi hiyo ya Kiajemi. Lakini Marekani inasifiwa kwa kuwa na silaha hatari. Wakati huu watu wengi wanaichambua meli ya kivita ya USS Abraham Lincoln ambayo sasa kwa mujibu wa Donald Trump, rais wa Marekani, anadai ipo mlangoni mwa Iran. Lakini ni meli ambayo kwa namna moja ama nyingine inadaiwa pia na wachambuzi wa mambo kwamba imebeba siri nzito, ina makombora ya hatari, ina ndege za F-35 ambazo katika vita vya siku 12 pia ziliwahi kutumika na inadaiwa pia zilidunguliwa, lakini bado ndege hizo zipo, lakini pia na makombora mengine ya siri ambayo rais wa Marekani anasema shambulizi litakalofanyika ndani ya Iran si kama lile lililofanyika ndani ya Venezuela. Ni shambulizi zito mno, kwa maana kuna silaha zingine za siri ambazo Marekani imezibeba. Inadaiwa pia katika meli hii kuna nyambizi za chini ya bahari ambazo zimeambatana na meli hii. Mpango wa Iran ni kutumia makombora mazito kuizamisha meli hii, kama ambavyo baadhi ya makamanda, ikiwa ni pamoja na kamanda mkuu wa IRGC Mohammed Pakpur alivyoeleza. Lakini sasa turudi katika hali ya kawaida. Je, vita hivi kweli vitamuonyesha mshindi? Kama tulivyosema awali, kutokana na uzoefu wa kivita na teknolojia ya hali ya juu ya Marekani na macho ya kawaida, Marekani inaonekana kama inaweza ikashinda vita hivi. Lakini pia kutokana na namna ambavyo Iran imejiandaa, lakini pia kutokana na washirika wake, vita hivi havitakuwa na mshindi. Vita hivi havitakuwa na mshindi kwa sababu kuna uwezekano mkubwa mataifa makubwa mengine kama vile Urusi pamoja na Uchina zitaingilia kati. Kuingilia kati kwa Urusi na China si kwa vita vya moja kwa moja kama ambavyo wengi wanafikiria. Wakati huu inadaiwa kwamba China pamoja na Urusi wamepeleka baadhi ya silaha kwa nchi ya Iran. Na hata wakati fulani waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov aliweka wazi kwamba silaha yoyote ambayo Iran itahitaji kutoka Urusi itapatiwa. Sasa Urusi inatajwa kwamba ni moja kati ya mataifa yenye silaha nzito ulimwenguni, lakini haimaanishi kwamba wakati huu itatoa silaha hizo. Kuna uwezekano vita vikaanza kwa kiasi kidogo, kwa siku chache, lakini diplomasia ikatangulia. Wachambuzi wanaiona China pamoja na Urusi kusimamia diplomasia wakishirikiana na baadhi ya mataifa ya Magharibi kutatua mzozo huu, ikiwezekana na hata baadhi ya viongozi wa Umoja wa Mataifa. Diplomasia kwa kiasi fulani inatajwa huenda ikatumika. Na hata katika kipindi hiki inadaiwa licha ya Iran kukataa, lakini rais wa Marekani amesema Iran inataka mazungumzo ili kumaliza mzozo huu na kwamba Marekani isingie kati. Lakini Ali Larijani, katibu mkuu wa Baraza la Usalama la Iran, anadai hakuna mazungumzo yoyote ambayo yamezungumzwa kati ya Iran pamoja na Marekani. Lakini jambo lingine ambalo wachambuzi wa mambo wanasema, vita hivi kama havitapatikana mshindi, lakini Iran haitokubali kumaliza vita hivi. Iran imetengeneza mkakati wa kupigana hadi tone la mwisho. Hata kama viongozi fulani watauawa, viongozi wengine watakuja kurithi uongozi na kuendeleza vita. Hiki ndicho ambacho kilitokea hata katika vita vya siku 12. Kuuawa kwa baadhi ya viongozi, baada ya muda mfupi tu waliteuliwa viongozi wengine ili kuendeleza mapambano.
Baadhi ya vyombo vya habari vinadai kwamba moja kati ya mipango ambayo sasa inatajwa kufanywa na Iran ni pamoja na kuteua warithi ikiwa viongozi watauawa na mashambulizi ya Marekani. Basi mtazamaji, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa. Ni makala ambayo tumeiandaa kuona namna ya vita itakayoweza kutokea kati ya Marekani pamoja na Iran, kama ilivyotokea katika vita vya siku 12, vita ambavyo vinadaiwa kwamba havikupatikana mshindi wa moja kwa moja kwamba ni Iran ama ni Israel. Hata vita hii kati ya Iran na Marekani haitapatikana mshindi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini pia nawe una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.